Amina. Mimi nataka nitoe tu shukrani kwako Baba kwa yote ulionipambania. Nimekusikia ukiongea mengi, lakini yote kwa yote naamini ulikuwa na moyo wa kunipambania sana sana. Ndio. Huyu kijana niliongea sana nilipotoka gerezani, wengi mnaweza mkawa mnakumbuka. Ndio. Huyu kijana unasema kama kuna watu Mungu alitakiwa kuwasaidia, kijana huyu Mungu alitakiwa amsaidie. Amen. Amen. Hata siku aliyoachiwa askari walimpambania kwamba hapana, huyu kijana aondoke leo, kwa sababu ukisikia mtu aliyekuwa anampendeza Mungu na wanadamu, basi ni huyu kijana. Amen. 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 Huyu kijana alikuwa anamfaa kila mtu. Huyu kinyume na nilichowahi kusikia gerezani, huyu ndo nyapara aliyekuwa anasema mimi siwezi kupiga mtu. Kimsingi gerezani unyapara ni kama kuwa shetani. Kweli. Ili wakupe unyapara uendelee kuwa nyapara, yani lazima uwe na roho ya ushetani. Uwe na roho mbaya, otherwise inapoonekana uchapi watu, umizi watu, utesi watu. Ndiyo. Lakini huyu kijana alikuwa muda wote anasema kama ni unyapara wachukuliwe tu. Nyapara wao wanampaga mkanda. Nyapara wao wanampaga mkanda. Ndio. Kwa wakikuvua ule mkanda, manake wamechukua unyapara wao. Kwa alikuwa anasema kama ni mkanda wachukue tu, mimi sitachapa mtu. Amen. Amen. Mimi sitafokea mtu. Nionyeshe furaha kumwona muumini wa gerezani. Amen. Kumwona Nuru Mwampash. Amen. 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 Ndiye ambaye kama ulisikia wakati fulani nilifanya safari kwenda Ileje kwenda kumpigania. Ndio. Ili kutafuta nafuu ya kwamba aachiwe. Amen. Lakini pia kama ulisikia kuna mtu nilimwachia nguo zangu kwa zile zilizoandikwa kama tukiishi twaishi kwa Bwana na kama tukifa twafa kwa Bwana, na ambazo ndizo alizovaa siku ya kesi yake na siku ya hukumu. Licha ya kwamba alitishi sana kwamba nguo hizo zitajulikana, wewe una nasaba za mbarikiwa. Lakini alikuwa ni moja kati ya walioonyesha imani kwa vitendo, ambayo ilionekana si kwa sababu yuko jela. Kwa hiyo alivyotoka kwa maajabu, katika moja ya maajabu ambayo niliyaona, basi ni huyo kijana pia pata hiyo nafasi aliyoipata. Amen. 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 Hiyo nafasi ya kuwa hapo alipo na kapigana kwa uelewa wake kuonekana ibadani, kitu ambacho mimi nilijua nilikuwa nafanya nilichofanya kama kilihusika, nilikuwa nafanya tu kwa ajili ya kumtoa katika uchungu na adhabu ya gereza. Nia haikuwa kumnunua kwamba awe mshirika, awe muumini na mwenye mazingira pia ya kanisa lenyewe. Na hali tunayopitia kwa kweli, mtu kujikuta anaweza kuwa muumini pamoja nasi si jambo jepesi. Kweli kweli. Kwa hiyo hata kujisumbua kumwalika mtu kwamba uwe sehemu ya imani tulio nayo, unaona, kama tu vile ambavyo tulifahamu tangu mwanzo kwamba Mungu atawafundisha yeye na kuwavuta anaotaka kuwavuta.
basi ndilo tunalosubiri. Amen. Yaani kwamba nilichokifanya kilitoa majibu yoyote, kilileta mchango wote? Ndio. Yeye kuambatana na mimi ileta mchango wote ama ikuleta mchango wote? Naam. Lakini najisikia fahari kwamba ndio nilipa gharama kwa mtu ambaye si ndugu yangu kabisa. Amen. Nilipokwenda Ileje kwa gharama yangu na gari na mafuta, nilienda kukutana na dharau kubwa sana. Nilipokelewa kwa dharau sana kwa wale niliokuwa na waomba ili wamwondolee mashtaka, ndio ili wasimwekee ugumu. Nilienda kukaa eneo dhaifu sana, nikiwa nimechukuliwa katika hali dhaifu sana. Ndio. Cha kwanza kutoka Mpemba pale, nilienda awamu ya kwanza, mtu niliyekuwa naongea naye akaniambia mimi niko Tunduma kujumua mzigo. Nikasema naomba basi nikufuate Tunduma tuongee. Akasema sina muda huo. Hapo nimeenda nimetumia mzee wa heshima wa mji huo, nimemweleza, nimemwomba, akanipa kisa cha huyo kijana. Ndio. Alinipa kisa cha huyo kijana kwamba kesi yake haikuwa vile alivyokuambia, kiujumla ilikuwa 1, 2, 3. Nikasema potelea pote. Ndio. Lakini nahisi adhabu ni kubwa na ni kama mhusika amejuta, ametubu. Amen. Aliponisikia kwa kuwa alikuwa ananifahamu yule mzee, kwa kuwa nilikuwa maarufu. Ndio. Akasema basi ngoja nikupeleke kwa mhusika mwenyewe. Kwenda akasema sipo, niko Tunduma. Nikasema naomba nikufuate. Akanikatia simu. Nikasema ngoja niende, pengine nikaribia huko Mpemba Tunduma hata niheshimu. Nikapiga simu, akasema niko kwenye gari, sikusikii. Ilikuwa siku ya mfungo na kama kanjaa pia tutandika kidogo, ikabidi tufike tuende tule pale Mpemba. Baada ya kuona sasa jioni hii itakuwa amerudi, tukaanza safari tena kuelekea kule ndani. Ndio. Kwenda ndani Ileje. Baada ya kufika, tukafika kule na giza. Tukaongea, mzee kafika mahala, mzee na mama walituelewa. Akasema lakini kuna kijana kaka yake na huyo binti, ndio, ambaye ndo ana amri, tukupe namba yake, utaongea naye. Alinipa namba ya huyo kijana. Ndio. Nanipata vizuri? Tunakupata vizuri sana. Mi kidogo hapa sijui kama mama ameunga network nyingine. Unasikika vizuri sana. Okay. Naam. Kwa hiyo tulipompigia yule kijana kesho yake, ndio, ni mshahidi wa Yehova, yule kijana alinidharau sana. Naam. Nilijieleza, alinidharau kabisa. Ndio. Lakini moja ya jambo lingine la dharau, huyu Nuru alikuwa ainipa namba za wazazi wake. Naam. Mzazi wake mmoja alikuwa Mlowo hapo. Ndio. Na wengine walikuwa Ileje kabisa, kule ndani kabisa kule. Naam. Kwa hiyo nikawapigia ili nipate taarifa zao, lakini pia na vile wanavyohangaika na hilo tatizo. Ndio. Yule aliyekuwa Mlowo akasema niko msibani huku Itumba, si wapi huko Ileje ndani huko. Katumba. Itumba sio Katumba. Katumba ni Tukuyu Mwandeko.
Kwa hiyo naam. Akasema mchungaji, shughulika tu, baadaye naondoka, nataka ni kama kule wakamwambia upate mrejesho. Ndio. Naondoka, nataka niwape mrejesho nilichopokea kwa wazazi. Naam. Aniambia mchungaji, na mimi wamenitoa msibani, wamesema nije nisikie kilichoendelea. Naam. Nampigia simu, mi naondoka, niko Mpemba, nasema mi naelekea Vwawa, naelekea Mlowo. Naam. Nafika Mlowo, ananiambia mimi ndo natokea Mpemba, nakuja Mlowo. Kwa kuwa nilikuwa naonana na Esther siku hiyo, ndio nikakaakaa pale. Baadaye nataka niondoke sasa, nimpigie simu, kazima simu. Unajaribu kufikiria mimi mazingira ambayo nimewahi kujitokeza kuongea na kusaidia watu. Naam. Unajiuliza kwamba nilikuwa natafuta nini kupitia dharau zote hizo? Naam. Hapo nilienda kumwona RMO, yani mkuu wa mashtaka wa mkoa. Naam. Nilienda kumwona, nikasema kuna kijana ambaye taarifa zake ziko 1, 2, 3. Naam. Naomba nisaidie. Akasema kama ni ya ubakaji hiyo siwezi hata kidogo. Nikasema hapana, naomba nisikilize. Naam. Ubakaji mnaotumia kama fimbo ambayo hata nyie ndio mna matatizo haya. Tufike mara ubakaji ulio ubakaji ndio tuuite ubakaji. Naam. Lakini sio kitu ambacho mtawafanya wengine kuwa mbuzi wa kafara. Naam. Naomba sana vitu vingine mwe mnatusikiliza. Mimi sio adui kama hivyo. Mimi ni mtu ambaye najaribu kufafanua kitu ambacho hata wewe unaweza ukaona si vema kutendewa. Naam. Kwa hiyo akafika mara akasema, basi mchungaji, ifuatilie hilo jambo na ndugu zake. Ndio. Ndugu zake wakiregeza, basi sisi hatutakuwa na shida. Naam. Sasa kwa vyovyote ambavyo nimekwenda, siwezi nikaliingia kiundani lilivyoenda kuisha. Ndio. Yeyote aliyehusika, naam, fanya huyu kijana apate nafuu hii aliyo nayo. Ndio. Hata kama mimi haikuonekana mchango wangu wowote, lakini nahisi nilichokifanya ndio ni moja ya kazi yenye malipo kwa Mungu. Amen, amen, amen. Kweli. Nahisi nilichokifanya, yani hata kama sicho kilichozaa matunda, lakini moja ya kazi yenye malipo kwa Mungu, kwamba kwa Mungu ninalipwa hiki ninacholipwa, ndio ninalipwa haya ninayolipwa. Imani ni kubwa kwamba Mungu yuko na hulipa watu. Amen. Kweli kabisa. Mimi hali niliyo nayo, mapito ninayopita, ndio nisingekuwa na ujuzi na uzoefu wa Mungu aliyewahi kuingilia kati na kunisaidia na kuniokoa. Naam. Kweli ilikuwa vigumu sana kuendelea. Kweli. Lakini kwa kuwa iko harufu, naam, iko sauti, ndio, ambayo kwa mbali kabisa inasema yuko Mungu anayepita na nguvu za wanadamu. Amen. Awezaye kufariji. Basi ukigeuka nyuma ukaangalia kila tendo jema ulilowahi kutenda, kuna mahali ni kweli unakosa nguvu kumshtakia Mungu kama Hezekia, kwamba Mungu, mimi ndio yule niliyetoa gharama hii kwa ajili ya mtu huyu. Amen. Mimi ndiye niliyetoa maisha haya. Kwa hiyo kifupi tu niseme,
Nafurahi sana kumwona Nuru, nafurahi sana. Amen, 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 amen. Yaani kwangu ni moja ya ibada kubwa sana. Naam. Kubwa sana. Huyu mtoto, huyu kijana niliongea sana nilipotoka gerezani. Wengi mnaweza mkawa mnakumbuka. Ndio. Huyu kijana unasema kama kuna watu Mungu alitakiwa kuwasaidia, kijana huyu Mungu alitakiwa amsaidie. Amen, amen. Hata siku aliyoachiwa askari walimpambania kwamba hapana, huyu kijana aondoke leo, kwa sababu ukisikia mtu aliyekuwa anampendeza Mungu na wanadamu, basi ni huyu kijana. Amen, 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 amen. Huyu kijana alikuwa anamfaa kila mtu. Huyu kinyume na nilichowahi kusikia gerezani, huyu ndo nyapara aliyekuwa anasema mimi siwezi kupiga mtu. Naam. Kimsingi gerezani unyapara ni kama kuwa shetani. Kweli. Ili wakupe unyapara uendelee kuwa nyapara, yani lazima uwe na roho ya ushetani. Naam. Uwe na roho mbaya, otherwise inapoonekana uchapi watu, umizi watu, utesi watu. Ndiyo. Lakini huyu kijana alikuwa muda wote anasema kama ni unyapara mimi wachukuliwe tu. Nyapara wao wanampaga mkanda. Naam. Nyapara wao wanampaga mkanda. Ndio. Kwa wakikuvua ule mkanda manake wamechukua unyapara wao. Naam. Kwa alikuwa anasema kama ni mkanda wachukue tu, mimi sitachapa mtu. Amen, amen. Mimi sitafokea mtu. Naam. Ni kijana ambaye kufunga maombi kilikuwa kitu cha kawaida sana kwake. Amen. Ni kijana ambaye hata alipotoka gerezani na alipokuwa gerezani kuomba msaada wa pesa. Naam. Kuomba pesa, yani kuomba msaada. Ndio. Atingwa navyotingwa. Hata alivyotoka gerezani, nilipoongea naye nikawa tu naangalia niliyekuwa naye, nikasema katika moja ya kitu ambacho ni tofauti kabisa na wote wanaotoka gerezani. Ndio. Muone huyu kijana anatoka hapa, anaongea mipango yanaenda kufanya kazi mahali. Amen. Mtapata pesa ya kwenda kunisaidia kitu fulani. Hatangulizi kuomba. Amen. Hatangulizi msaada. Yani mimi nina sifa na maelezo mengi juu ya mtoto, na kwangu ni ibada na ni mafundisho kwako. Naam, naam. Amen. Lakini imani yake ilishangaza. Tumeona wenye imani ina ambayo Mungu angewaokoa, hajawaokoa, lakini hata kwa huyo ambaye tumeona amemwokoa au amemsaidia au yuko hivi, ndio, au aliachiwa. Kama ni mimi basi aliachiwa ili pengine mimi nione utawala ule umesharudisha moyo juu yangu. Kama walimwachia kwa ajili yangu, basi walijaribu waonyeshe wema ili ionekane wameacha kuniumiza. Lakini vyovyote ilivyo, nashukuru Mungu sana. Sijui kama amejifunza kufungua kakitu ka kwanza kaliko kushoto, kaliko kushoto kwako, ukiweka kwenye skrini. Hebu fungua sauti yako, sema neno lolote. Ka kwanza tunatotokea hapo chini, ka kwanza hapo. Sawa, ongea. Amina. Mungu awabariki, ongereni kwa huduma pia. Amina. Amina. Mimi nataka nitoe tu shukrani kwako Baba kwa yote ulionipambania. Nimekusikia ukiongea mengi, lakini yote kwa yote naamini ulikuwa na moyo wa kunipambania sana sana. Ndio. Lakini pamoja na changamoto zote ulizokuwa nazo, kukata tamaa kuweza kunisaidia. Ndio. Hakika moyo wako pia ni wa tofauti sana. Hata nilikuwa kanisani nimefanya huduma mbalimbali huku nilipo. Nimekuwa nikiwashuhudia watu wa Mungu
mpaka sasa wameelewa sana huduma zangu na wanapenda sana kila ninapohudhuria kanisani niwe mhubiri. Hakika hata vitabu vyako hivyo niletea gerezani vinitoa sehemu kunipeleka sehemu nyingine kihuduma. Ndio. Sema tu Mungu akubariki sana. Amen, amen. Nakuombea pia muwe na maisha marefu. Ndio. Ili siku moja tuje tuweke historia kubwa. Naamini Mungu atatupa tu uzima kwa yote unaopitia. Naamini ndio, na atakupigania. Naamini kabisa Mungu yupo anayeokoa, kwa sababu kuna siku ishaye kuniambia kwamba Mungu aokoaye ndo Mungu atakayeabudiwa. Naamini kabisa kwamba utakapokuwa umerudi kwenye usawa wako, hata wale ambao walikuwa na kuinda watamwamini huyu Mungu naye mwabudu. Amen. Niseme tu Mungu akubariki na kutie nguvu pamoja na waumini wote. Mungu abariki sana. Ndio, ninapokuwa nina bando kwenye siku, kila siku ninakuwa naungana nawe kwenye bando. Okay, asante sana. Ndio. Haya, asante sana. Naomba